بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان الذي خلق الإنسان علمه البيان، وصلى وسلم وبارك على سيد ولد عدنان أفصح لسان أنزل عليه القرآن وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. Amma baad, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwafikia kukutana tena kwa ajili ya lengo la kufundishana na kukumbushana namna ya kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa namna ya kumfurahisha na kumridhisha, na kwa ajili ya kutaraji thawabu katika kusoma kitabu kama hichi kitukufu, na kwa ajili ya kutaka kupata mazingatio pia. Isiwe ni kusoma Qur'ani pengine kwa ajili tu ya kwamba tutasoma ni baraka. Sawa, Qur'ani ni baraka, waweza kusoma Qur'ani ikawa ni baraka kwako kila unaposoma, kila likufi kulli harfin hasana wa kullu hasana bi'ashri amthaliha. Lakini kadhalika kuna mazingatio katika Qur'ani, kuna ahkam katika Qur'ani zitataka kutekelezwa, kuna mafundisho katika Qur'ani yatataka kufahamika. Kwa hiyo ni muhimu mtu awe na nia nyingi katika kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo itatusaidia katika mambo mengi ya duniani, matatizo mengi ya duniani ambayo yako ametuzingira. Yote ni kwa ajili ya kwamba pengine hatujakiangalia vizuri kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namna gani ya kwenda nacho, namna gani imetufundisha namna kuitatua na matatizo mengi ambayo yanayotukabili. Kwa hiyo inshallah Taala tuende na nia kwamba hili tulifanyalo na unapoketi katika kusoma Qur'ani iwe ni kwa lengo la kwamba wapata mazingatio katika kitabu chako cha Qur'ani. Ndugu zangu, wazee wangu, wenzangu, watoto wangu, pengine tuko katika kufundishana tajwid, tuko katika kukumbushana ahkami za kusoma Qur'ani. Leo tuko katika harufu ya sin. Kama mnavyoona, harufu ya sin ni katika harufu ya 12 katika Qur'an tukufu. Hii ni harufu ambayo ni yatoka mbele ya ulimi ya mdomo, mbele ya mdomo, haina kazi kubwa kwa nyuma katika shingo, katika makaka ya nyuma, katika ndani hakuna kazi kubwa inayotoka zaidi, athari yake anakuja mbele kwenye meno na ulimi. Hii ni harufu kama hii yapitisha sauti na pumzi kwa pamoja. Utasikia ukisema as, utasikia sini, utasikia sini, sauti ya sini yatoka kama sauti ya wenyewe ita asfir, sauti kali kiasi. Na pamoja na hiyo wasikia sauti pumzi pia nayo yapita. Harufu hii ni harufu ni katika hurufu ambazo ni dhaifu, hazina tofauti, hazina nguvu sana katika hurufu za Kiarabu. Harufu ya sini makhraji yake kama tulivyoeleza ni sehemu ya ulimi wainuka mbele, sehemu ya mbele na wa mwembamba katika sehemu ya mbele, ili pate pumzi zipite kwa pambizoni mwa ule ulimi, wafanya ulimi wa mwembamba zaidi katika sehemu za mbele. Kwa hivyo sauti yake huja ikaingia mdomoni, ikaja mbele hapa na ikapenya kinamna kama tulivyoeleza kwamba katika swadi pengine tutaeleza mbele, na katika ze tulivyoeleza nyuma kwamba sini na ze na swadi ni harufu ambazo ziko karibu sana na zafanana. Ulimi wa mwembamba sehemu mbele katika meno ya chini wagonga hapo, alafu sauti yapita kwa juu yaenda kugonga na meno ya juu. Hivi ndivyo inavyotoka sini. Kwa hivyo ukiwa utakuitoa sini kwa vizuri, ni kama tulivyosema, ufungue mdomo kwa harufu ya hamza fatha a, alafu utie sini sakna as. Hapo utaweza kusikia namna gani sini inavyotoka. Kwa hiyo hii ni harufu ya sini. Hivi ndivyo tunavyoona makharaji yake hapa, ambapo tumeonyeshwa namna gani tumeona ulimi unavokaa
namna gani pumzi zinavyopita katika yale meno. Hivi ndivyo tekana tuisome harufu hii ya sini ili itoke vizuri namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuamrisha. Kwa hiyo sini hii ina ahkami katika Qur'ani, ina namna ambayo ikipambana na harufu nyingine yana hukumu maalum. Moja ni kwamba ikipambana na lamu ashamsia, na lamu ya al huwa yaitwa shamsia. Lamu ya al katika mwanzo kilma vilma vya Kiarabu kama tulivyoelezea, huwa kuna maneno za kuna na sa'atun, pale pengine ukisema as-sa'atun, kitabun ukisema al-kitabu, rajulun ar-rajulu, masjidun al-masjidu. Hivi ndivyo tunavyosoma vilma vya Kiarabu. Mara nyingi utakuta kilima kimoja changia al kama dhi katika Kizungu, mosque the mosque, masjidun al-masjid. Yani al ina kazi kama ndio tukaita al-ta'rif. Ta'rif maana yake ni kujulisha kitu, kama definition, kwamba al ina kazi ya kufahamisha kwamba kitu maalum. Ukisema al-masjid maana yake ni msikiti maalum, al-kitabu ni kitabu maalumu, as-salamu ni jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu maalum, yani Mwenyezi Mungu mwenyewe. Ukisema salamun ni salamu, lakini ukisema assalamu ima itakuwa ni salamu maalumu, mamkuzi, kama tunavyozungumza assalamu alaykum, au salamun qawlan min rabbir rahim, amani yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipendelea. Ile masala ya definition, masala kuarifisha kitu, kukieleza kwamba kitu maalum ambacho ni kama katika the tulivyozungumza katika Kizungu, nao ukisema kwamba mosque the mosque, kitu kama hicho. Taib, tukirudi katika hiyo, kwa hivyo ikipambana na al katika sini, ikipambana na al, lamu hudighimishwa katika sini. Tukasoma kama mathalan as-sa'atu, as-sa'atu was-sa'atu adha wa amar. As-sa'atu utasoma namna hiyo, as-sa'atu, lamu tadghimisha katika sini, na sini itatoka kwa nguvu kwa ajili ya shadda. As-sa'atu itapata mshindo wake ama sauti yake ile ambayo yatarajiwa, ambayo yasikika, kama tulivyosema kwamba sini ama harufu yote ikiwa na sakna au pengine ikiwa na shadda ndio waweza kuisikia vizuri, naweza kutambua vizuri makhraji yake, kuliko ikiwa itakuwa na fatha pekee yake. Kusema sa'atun, sa'atun, wa huna fursa ya kuipa nafasi nzuri ile harufu isikike, kama wewe mwenyewe pia usikie. Lakini ukisema as-sa'atu, umeipa nafasi nzuri zaidi ya kufahamika na kusikika ile harufu ambayo umekusudia kuitamka. Taib, lingine ni katika ikipambana na nun. Na nun tumesema kwamba nun yatoka mbele ya mdomo, na kadhalika sin. Sini, nun ni ulimi mzima hivi, ulimi waja kugonga sehemu ya mbele ya makaka juu ya meno kidogo, yagonga katika palate, basi hapo ndo toka nun. Lakini sini hutoka kwenye meno ya chini. Sauti hutoka katika meno ya mbele, pumzi na sauti za gonga katika meno mbele, alafu zapita pamoja katika meno katikati ya meno. Ukiangalia utaona meno mawili juu na chini, katikati yake yapita harufu ya sini, namna hiyo. Hii ni sini. Lakini na nuni nayo kama tulivyoeleza kwamba licha kwamba zina tofauti, lakini ziko karibu. Kwa hivyo kutoa moja baada ya nyingine, mara nyingine huwa ni kazi ya mivutano na ni kazi ngumu, pengine ingekuwa shida kwetu sisi, pengine ingekuwa ni kazi kubwa. Wala qad yassarna al-Qur'ana lidhikr, Mwenyezi Mungu mwenyewe atuambia Qur'ani yenyewe imefanywa wepesi katika kutamkwa na kusomwa na kufikiriwa na kuandamwa. Kwa hivyo moja katika sampuli ya wepesi ya Qur'ani kwamba masomo yake si kama masomo mengine. Kwa hivyo tukisoma nuni kipambana na sini, badala ya kusoma wama ansanihu, ikawa pengine utapata kuna dharubu kiasi. Tuambia kwamba la, hiyo sini nuni yako itukuiti pahala pa sini moja kwa moja, pale panapotoka sini iweke nuni yako kabisa. Wama ulimi tayari kwa pahala pake chini katika sehemu ya sini. Ansanihu, wama ansanihu,
wama ansanihu illa shaitan. Taib, hiyo ndio baadhi ya ahkami za sini kama tulivyoeleza. Kuna ahkami nyingine masala kama tulivyoeleza masala ya qiraati, ambayo kwa dakika hii pengine si wakati wake, hatutakuntukia kueleza masala ya qiraati, masala ya musaitir na kitu kama hicho. Hivyo itakuja pengine siku za mbeleni, Mungu akituafikia kipindi hiki mkikipenda, mkikifuatia kwa vizuri na nini, inshallah itakuja wakati tutaweza kukipanua zaidi na kukieleza kwa vizuri zaidi. Pengine itakuja masaili mingi mbalimbali, masala ya qiraat na masala mengine, lakini mwanzo tuangalie kiraa chetu cha Hafs ambacho ndicho tukisoma kila siku, ambacho ndicho tukihitajia kila siku. Hayo mengine inshallah Mwenyezi Mungu atatuafikia tupige hatua. Leo tumemalizana na Hafs inshallah, katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tumalize Hafs. Pengine mwakani tutapata maendeleo mazuri kutoka kwa wasikilizaji na wafuatiaji, waseme kwamba la, sisi bwana hiki tumefaidika vizuri inshallah, na ndivyo ninavyotarajia kwamba watu wafaidike. Pengine ije mwakani tuhitaji kusoma masala mengine ya vira vingine. Taib, tukirudi katika maudhui yetu iliyobakia ni masala ya mifano, wa bil mithali yatadhihu al maqal. Tumezungumza mingi, lakini tukitoeleza, tukitoonyesha namna ya kufanya, basi ile maelezo yetu yaweza kuwa sana faida kubwa. Taib, mifano moja ni hiyo as-saa'atu. Mim mukasini kama tulivyosema kwamba ni harufu ya mustafil, ni harufu dhaifu, ni harufu ambayo iko chini, haina masala as-saa. Huna haja kusema as-saa'atu, ni as-saa'atu. As-sakinatu, al-masjidu, yasjuduna. Hizi ni baadhi nini, lakini tuelewe kwamba sini ikipambana na jimu ni harufu ya nguvu. Jimu ina mshindo zaidi na harufu kubwa, sauti kubwa, na kwa hivyo ikipambana na sini, pengine ni sini kwa kuwa ni harufu dhaifu, ikiwa na sakina pengine inaweza kuidhulumu, inaweza usipe nafasi yake inayotakana. Kwa hiyo ni sharti uitie kilini, ukisoma almasjidu. Kuna watu wengi katika sini, tutaeleza baadaye kwamba usoma almasjidu hapo kwa kiasi huwa sini yenyewe hatujasikia bado, lakini mpaka usome almasjidu mpaka ipe nafasi ya pumzi. Yasjuduna. Lingine ni mustaqim, sini na te zote ni harfu za hams, toa pumzi na sauti zake. Sini haina nguvu sauti yake kama harfu ya swadi mathalan. Sini sauti yake iko chini kidogo, na te sauti yake ndio hakuna, yani iko chini zaidi. Kwa hivyo ni sharti uwe makini katika kuzipambanua kusema almustaqim. Taib, nyingine yastami'una. Ukifanya nini waweza kusema yastami'una, ikawa pengine sini ikatoka kama te. Taib, wasata kadhalika. Hiyo wasata, sini ni muraqqaq, te ni mufakham. Tahadhari usije kusema wasata ikawa pengine wabania ama pigania kwenda kufanya tafkhim ya te, na hii ni sini nayo ukaifuatisha hiyo sifa ya te kabla haijafika wakati wake. Wala tajassasu. Sini ni mbili hapa, sharti ujue kwamba sini ya kwanza ya fataha imekwisha. Sasa tuanza sini ya pili ya dhamma. Wala tajassasu. Hivi ndivyo inavyotakana kusomwa sini na kutolewa kwa wazi zaidi, kama tulivyoelezea kwamba sini ni harfu dhaifu. Lau ukitoitia kilini waweza kuikhini baadhi ya sifa zake na nguvu yake ukainyang'anya kabisa, kwa kuwa yenyewe dhaifu, yenyewe haina kitu, na wewe ukaimaliza kabisa, ikawa sini yako haitopatikana. Taib, lingine katika mifano ya harufu ya sini ni 9 ayatin. 9. Hapa kuna shida pia, sini na aini ni harufu japokuwa ziko mbali, lakini sasa kutoka huko mbele kurudi nyuma pia nayo mara nyingine utegemea kuna uzito. 9 harufu yatoka mbele alafu iregesha nyuma,
ni lazima upate uwe na uzoefu na kitu chotekana kutiwa akilini na kujizoeza kwa wingi katika jambo kama hilo. Taib, lingine ni asinu bisinni, hiyo haina kazi, ni sini kasra si, asinu yana shadda hiyo, au sa'atun au sa wala mi'ta sa'atan au liunfiqa kulli dhi sa'atin. Taib, sururun yani sini ina tarqiq, sini ni mustafil ina tarqiq, su na re ina tafkhim, kama tulivyoeleza kwamba re ikiwa na dhuma inakuwa na tafkhim, sururun. Kwa hivyo sini lazima uiangalie namna gani utaitoa vizuri, na re pia uipe nafasi yake inayostahiki. Asma'u, as-sama'u, wa asarru, alqistasi. Hapa kama tulivyoeleza, kwa sababu nyuma kuna harufu ya mustali ya kafu na mbele kuna harufu ya mustali ya te, ambayo yalazimisha mtu aite kwa tafkhim, alete kwa tafkhim. Kwa hivyo yafaa na sini uiangalie kwamba haifai tafkhim. Kwa hivyo ufanye mizani ulimi wako, ujue wapi utaongeza mafuta, wapi utapandisha, utapiga clutch, wapi utafinya breki, kila kitu kilete pahala pake. La utakosea utakuwa sasa umekosea. Taib, alqistas kadhalika, mfano wetu wa mwisho, min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katika kul a'udhu birabbin nas, hasa katika kata tarawih, siku hizi jamaa wakisoma kul a'udhu birabbin nas, hizi ghuna za nuni kidogo jamaa uzipeka spidi. Kwa hivyo zitakana zitu akilini, maskini ziko nyingi katika kul a'udhu birabbin nas, na tukitozitia akilini tutazirusha, na zitu ziko katika Qur'ani. Ni kitu ambacho tumependa kukiangazia. Taib, tukifika katika makosa ambayo yako hupatikana katika sini, ni kuibadilisha harufu yake kama tulivyoelezea. Waweza pengine mtu ukaisoma sini na ze ukazisoma kwa pamoja, pengine ukasoma rijsun. Kuna katika aya kuna rijs, kuna na rijz, rijsun na rijz zote ziko katika Qur'ani. Kwa hivyo ni sharti uwe makinifu katika kueleza, katika kuzungumza rijzun. Hapo sasa wewe hueleweki umesoma sini ama umesoma ze. Kwa hivyo utakana uzitoe kwa vizuri, rijsun. Hivi moja katika sampuli mambo matatizo ambayo hupambana na sini. Pengine kama tulivyosema, masala tofauti ya sini na swadi ni tafkhim pekee yake. Sini yatoka chini, swadi yatoka kwa tafkhim. Kwa hivyo ukikosea katika kuifanyia tafkhimi sini, ama ukikosea katika kuifanyia tarqiqi swadi, utakuwa sasa umezibadilisha, umezibadilisha harufu badala ya harufu nyingine. Kwa hivyo lazima usome alqistas, kwa sababu ukisoma qistas itakuwa shangia katika swadi, qistas ishangia katika swadi, na hapo utakuwa umekosa sifu Qur'ani haikusudia sini. Ndio paka tukaona kuna ikhtilafu baina wanazuoni katika masala ya musaitir na musaitir. Hizi ni masala yanayo ikhtilafu katika wanazuoni ya kusoma kwa sini ama kwa swadi. Sisi kwetu tunasoma kwa swadi bi musaitir, lakini wengine wasoma kwa sini. Kwa hivyo kitu kiko katika Qur'ani na ni ikhtilafu ziko, lakini kuna pahali pengine hakuna ikhtilafu. Usiseme kwamba hapa pana ikhtilafu kwamba tusome kwa iko kuna ikhtilafu pahali pengine, hapa na tulete ikhtilafu hiyo. Katika Qur'ani mambo mengi ni riwaya,
ni tawqifi, ni mambo yamepokewa kutoka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni mambo yamepokewa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huwezi ukasema kwamba mimi nitasoma Allahu madamu ni lamu mbili na pale pengine soma lillahi, kwa hivyo hapa bora nisome Allahu. Hiyo haiwezekani, kwa sababu ni maneno yamepokewa namna hiyo. Kwa hivyo huwezi kunena kwamba wewe utasoma vile unavyotaka wewe. Kama as-salatu imeandikwa kwa lamu na wao, wewe ukasema utarudi utaandika kwa nini? Utaandika kama inavyoandikwa kwa lamu alif. Hiyo utakuwa umekosea katika maandishi ya Qur'ani. Kwa hivyo ni masala mengine yana ijma'i za wanazuoni na masala mengine yana tawqif kwamba ni Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ndio wazipanga zile namna hiyo. Mimi na wewe hatuna nafasi ya kubadilisha. Kwa hiyo yatakana tuwe na hadhari kwamba kila kitu tuende vile tulivyokipokea. Pala pasini tulete sini, pala paswadi tulete swadi. Taib, kama tulivyoelezea kwamba ikiwa kuna pahali pamekabiliana na tamba masala tafkhim, ujaribu tafkhim kabla ile isipatikane, uweke mbali baina ya sini na swadi. Pahali popote pengine asarru nadamata wa asarru pene re nayo ina tafkhimi, na sini nayo kaifuatisha masala kama hayo. Mengine ni kwamba sauti kama tulivyoeleza nasta'in, mara nyingi mtu akisoma ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nasta'in nasta'in ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Najaribu mimi naongeza kidogo ili kusudi watu waweze kuzifahamu na kujaribu fanya mazoezi kwa taratibu, hasa pengine utaweza kuzipelekesha kwa haraka. Mustaqim, mustaqim, ili kusudi ukijizoeza namna hii baadaye utakuja ufanya haraka haraka. Mustaqim, mustaqim, na sini sikiwe na usivute zaidi ya inavyohitajika. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Haya tuliyofahamu hapa, inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikie tuweze kuyatekeleza na kuyasoma na kusoma Qur'ani kwa namna kumfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tupate thawabu nyingi ambazo zitatoka kwake Mwenyezi Mungu. Wafaqana Allahu yakum lima fihi ridahu. Shukran. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا